Baada ya maandamano yaliyoandaliwa na vijana katika maeneo mbalimbali nchini, baadhi ya viongozi wa serikali wameanza kushinikiza kukamatwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, wakimshtumu kwa kuchochea vijana wa Gen Z dhidi ya serikali ya Rais William Ruto. Na wale wote ambao walichochea hayo maneno, wanasiasa, mabalozi, watu wa kanisa, watu eleze kama hiyo kazi ambayo imefanyika jana ndio walikuwa wanataka ifanyike. They are also demanding the immediate arrest of our former impeached deputy president, who has been on record sounding drums of war, inciting our young people against those who do not subscribe to his political ideology. I do not know why we have descended so low that we have allowed the political class to infiltrate otherwise peaceful Gen Z protests that is supposed to communicate something. Alikuwa deputy president. Mbona hakutoa vijana wake waje barabarani watetee wale ambao waliuawa kwenye mgogoro ile ya uchaguzi uliopita? Viongozi hao vile wamesifu juhudi za maafisa wa polisi, wakisema walidhibiti hali kwa ujuzi wa juu wakati wa maandamano hayo. We must protect the people of Kenya. We must protect the property of the people of Kenya. And we must protect the peace, tranquility and stability of our country. It doesn't matter the noisemakers, doesn't matter those who are calling us names. I will defend the police officers, or all the police officers who did a very good job yesterday. You have my full support. Licha ya kuwepo kwa ripoti za maafa na majeruhi yanayodaiwa kusababishwa na nguvu kupita kiasi kutoka kwa vyombo vya usalama, viongozi hao wameapa kuwaunga maafisa wa usalama mkono katika utendakazi wao. Na niliona polisi wakipigwa, tuliona polisi wakitupiwa mawe, polisi yako na bunduki lakini hawezi tumia bunduki yake kwa sababu ya kuogopa wale watu wa IPOA. There is no police officer who committed any excess yesterday. Police officers foiled a coup and they deserve our defense. They don't carry guns as toys. Wakati huo, wito umetolewa kwa wadau wote wakiwemo vijana, wanaharakati, viongozi wa dini na wa kisiasa kushiriki mazungumzo ya wazi na serikali ili kutafuta suluhu ya kudumu kwa changamoto zinazoikumba taifa kwa sasa. We welcome dialogue with all stakeholders, including the youth, grassroots voices, traders and business leaders, civil society and other religious groups to address systemic issues that affect Kenya. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.